Walisema yeye ndiye aliyekuwa akichoma kuku bora kuliko wote mjini. Mkali kwa pilipili, laini kwa juisi na wenye viungo vilivyocheza kinywani kama muziki. Ladha yake ilikuwa ikikukosesha usingizi, ikiweka hamu ya kurudi tena na tena. Watu walikuja kutoka mbali, wakisafiri kwa matumaini ya kupata kipande kimoja tu zaidi. Lakini swali likabaki. Je, siri ya ladha ile ilikuwa ni kale tu? Au kulikuwa na kitu cha giza kilichokuwa kimetumika kwenye mchuzi wake? Hii ndiyo hadithi ya Madam Sockborn. Kuzaliwa kwa maumivu. Jina lake lilikuwa Isabella Okoye, mtoto pekee wa wazazi wake. Walipofariki kwa ajali mbaya, kilichobaki kwake kilikuwa huzuni tupu. Wajomba na shangazi zake waligeuka wanyama, wakamtimua, wakamnyang'anya kila kitu cha urithi, wakamwacha mikono mitupu. Hakuna urithi, hakuna nyumba, hakuna huruma. Isabella alizurura kutoka kijiji kimoja hadi kingine, akiosha nguo, akifagia, akifanya kazi yoyote iliyoweza kumpa kipande cha chakula. Alilala kwenye baridi, alikula kwa rehema za watu. Kwa miezi mingi aliishi kwa makombo na maombi, hadi siku moja akajikuta amefika Umunnachi, kijiji kilichokuwa mbali na popote alikowahi kufika. Alikuwa na matumaini ya kukodisha chumba, kuanza maisha mapya, lakini mwenye nyumba alikuwa mkatili. Kama huna pesa, toka, hata mbuzi wanahitaji kodi ya banda, aliongea kwa dharau. Isabella alilia, akaomba msamaha, lakini hakuna aliyemsikiliza. Kwao, yeye alikuwa mgeni, na katika Umunnachi, wageni walionekana kama vivuli visivyo na haki. Jua lilizama, giza likaanza kushuka. Alitembea kuelekea mtoni, akitaka tu kuosha uso na kuondoa vumbi la fedheha kabla ya usiku kuingia. Lakini alipokaribia maji, akauona mwangaza mdogo. Nyumba ndogo, kimya, kando ya mto. Ilionekana ya zamani, lakini haikuharibika. Ni nani angeacha nyumba kama hii hapa? Aliuliza kwa sauti ndogo. Alisogea kwa tahadhari. Mlango ulifunguka wenyewe, kwa mlio wa kuuma moyo. Ndani kulikuwa na vumbi, lakini kulikuwa na kitanda, meza na jiko dogo. Machozi yakamtoka. Asante Mungu, labda hapa ndipo mwanzo wangu, alijisemea kwa kutetemeka. Usiku huo alisafisha kila kona, akaweka taa ndogo, na kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, akalala kwa amani. Lakini usiku wa manane, upepo baridi ukavuma ndani ya nyumba, ingawa madirisha yalikuwa yamefungwa. Taa ikatikisika, kisha ikazimika. Mtoto! Isabella aliamka kwa mshtuko. Mbele yake alisimama mwanamke wa ajabu, mrefu, ngozi yake iking'aa kama maji chini ya mwanga wa mwezi. Sauti yake ilisikika ikitoka kila mpande. Mimi ni Mgurima, malkia wa mto wa Umunnachi. Nimeuona uchungu wako, mateso yako, upweke wako. Isabella alitetemeka. Unanitaka nifanye nini? Nataka nikubariki, akasema kwa sauti ya kupenya moyoni. Nitakupa utajiri, heshima na nguvu, lakini lazima unitumikie. Asubuhi, sehemu ya hii nyumba itakuwa mgahawa. Utaona mifuko ya kuku, mafuta, viungo na pesa nje. Kazi yako ni moja, pika. Pika kuku wenye ladha isiyozuilika. Harufu yake itavuka kijiji kizima. Wape watu wale kuku, wawape vinywaji. Na wanapokula, mimi nitakula. Uhai wao utaingia ndani ya mto, na wewe utainuka kama ule mto unavyoinuka. Isabella alibaki kimya, moyo ukidunda kwa nguvu. Wale waliomdhulumu, waliomcheka, sasa wangewapikia. Akacheka kwa sauti ya baridi. Akasema, nakubali. Nataka utajiri, nataka heshima, nataka wao wainame mbele yangu. Mugurima akatabasamu. Karibu kwenye ulimwengu wa neema, binti yangu. Na papo hapo alitoweka. Maji ya mto yakatikisa kimya kimya, kana kwamba yalisikia kila neno. Kuku wa miujiza. Asubuhi ilipofika, nyumba ya Isabella ilikuwa imebadilika. Chumba cha kulala kiligeuka mgahawa mzuri wenye sakafu iliyong'aa, meza safi na maparatina yaliyokuwa yakicheza na upepo. Nje, karibu na mto, kulikuwa na kibawa kilichong'aa kana kwamba kilitengenezwa na malaika. Mifuko ya kuku safi, makano ya mafuta na vinywaji baridi vilikuwa vimepangwa. Hakukuwa na friji, lakini vinywaji vilikuwa baridi kwa nguvu za kichawi. Isabella hakusita. Tuanzie hapa, akasema taratibu. Alitayarisha viungo, pilipili, vitunguu, tangawizi,
kitunguu saumu na unga mweusi wa ajabu wenye harufu ya moshi. Alipoyachanganya, harufu ikaanza kujaza hewa. Alipoweka vipande vya kwanza kwenye chuma cha kuchomea, mlio ule wa shh ukasikika, nyama ikicheza juu ya moto. Wasichana wawili waliokuwa wakichota maji karibu na mto wakasimama. Mungu, hiyo ni harufu gani? Ni kama kuku, lakini sio wa kawaida. Chisom akajibu, akivuta hewa kama mbwa wa kufuatilia harufu. Twende, lazima tuonje. Walifuata harufu hadi mtoni. Isabela aliwapokea kwa tabasamu. Karibuni mabinti. Mlifika wakati mwafaka. Aliwapa sahani mbili, vipande vya kuku vilivyogeuka dhahabu, vikiwa na mchuzi mzito na harufu ya kufa mtu. Baada ya tonge la kwanza, walipoteza fahamu za ladha. Mungu wangu, hiki kitu kinaingia hadi rohoni. Amara akasema, Chisom akalia, sijawahi kula kitu cha namna hii. Habari zikasambaa kama upepo wa jangwani. Jioni hiyo, mgahawa ulikuwa umejaa. Siku iliyofuata, watu walitoka vijiji vya mbali, wakijanga kuonja kuku wa mto. Hakuna aliyelalamika bei. Wote walikula, walirudi, wakaleta marafiki. Na Isabela alihesabu maelfu ya noti usiku huo. Ndiyo hii raha ya utajiri, alijisemea, macho yaking'aa kwa tamaa. Wiki zikapita. Isabela akajulikana kama Madam River Chicken. Alinunua gari jeupe kubwa, akajenga kasale katikati ya kijiji. Watu wakamwabudu kama malkia. Lakini tamaa haijui mwisho. Usiku moja akiwa kitandani akiwaza ndoto za kufungua mgahawa mwingine mjini, upepo baridi ulivuma chumbani. Giza likazunguka kuta, taa zikazimika. Unataka kuondoka, umunachi Isabela? Sauti nzito ya Mugurima ikatoka gizani, ikitetemesha hewa. Mmekula vya kutosha. Unataka kuondoka na kuvunja agano? Isabela alijaribu kujitetea. Uliniahidi utajiri, nami nimekupa unachotaka. Watu wanakula, wanakufa, na mto wako unashiba. Nimefanya vya kutosha. Kimya, mtoto. Mugurima akavuma, sauti ikapiga ukuta kama radi. Ulipewa dunia hii kwa makusudi, na bado hujatimiza hatima yako. Isabela alitetemeka, lakini macho yake yakabaki yakimwangalia Mungu huyo wa mto. Hutaka kuondoka? Jaribu, na hutatoka ukiwa hai. Moyo wa Isabela ulianza kupiga kwa kasi. Lakini nimewavuta kwako. Unaweza kufanya nao utakavyo. Nimetimiza sehemu yangu ya agano. La, Isabela. Huo ulikuwa mwanzo tu. Kuna kazi zaidi ya kufanya. Nitakuongezea utajiri zaidi, lakini wakati utakapofika, utatekeleza agizo langu la mwisho. Hapo ndipo utaweza kuondoka. Moyo wa Isabela ulishuka, lakini sauti ile ikamkaba koo. Hadi wakati huo, utabaki hapa. Huna chaguo. Mirima aliongeza kwa sauti ya kutisha. Kisha, kama moshi wa uvuguvugu, alitoweka, kimya kikabaki, na harufu ya pilipili ikiendelea kunukia hewani. Na Isabela hakuwa na ujasiri wa kupinga roho iliyompa nguvu hizo. Akaamua kubaki kwenye mstari wake. Kuku na vinywaji. Hakuuza wali, hakuuza ugali, wala vitafunwa. Ni kuku wa kuchoma tu, walioweza kuwafanya wanaume wazima kulia hadharani kwa raha. Habari zikaanza kuenea kama moto wa nyika katika kijiji cha Omonachi na maeneo jirani. Watu walitoka mbali, wengine wakiwa wamevua viatu, wakitembea kwa miguu ili tu waje kuonja kuku wa Isabela. Wengine walifika kwa pikipiki, bajaji, hata magari ya kifahari yaliyokuwa yakipita kwenye barabara za Vuvi. Wote walitaka kitu kimoja. Kipande kimoja tu cha kuku maarufu wa Isabela. Alikuwa na kituo cha kuchomea kuku nje ya mgahawa wake. Jiko la chuma na mwanga wa moto mekundu uliopangwa kwa ustadi. Kuku wake waliotiwa chumvi, vitunguu, tangawizi, pilipili na una wa siri wenye harufu ya moshi, walipowekwa juu ya jiko hilo, walisikika wakilia kwa sauti tamu ya moto uliokuwa ukiwapa uhai. Ngozi iliyokolea rangi ya dhahabu, nyama laini, ladha ya mizizi ya kale, ladha iliyokuwa zaidi ya chakula. Foleni ilianza mapema saa 11 alfajiri. Wanaume, wanawake, watoto,
Hata akina mama wazee wasio na nena walijipanga wakiwa na bakuli na majokofu madogo. Hakuna aliyelalamika kuhusu kusubiri. Isabela alichukua muda wake, akipanga vipande vya kuku kwa utulivu, akipanga mikono yake taratibu, huku akipiga miluzi ya kimya kimya iliyochochea njaa kwa wateja wake. Hakuna aliyechoka, hakuna aliyeongea vibaya. Wote walikuwa chini ya ushawishi. Walijua. Kila asubuhi bila kukosa, gunia jipya la kuku waliotolewa manyanyu lilikuwa likisubiri mlangoni pake. Sanduku la vinywaji baridi, Malta, Fanta, bia laini na pia kipochi kiusi cha ajabu kikaa pembeni kana kwamba imetolewa sadaka kutoka ulimwengu wa mizimu. Isabela hakuwahi kuuliza maswali. Aliingia tu, akiwasha makaa yake na akaanza. Ndipo jina jipya likazaliwa, Madame Sokbong, kwa sababu baada ya nyama kuisha, watu walikuwa wakisafisha mifupa hadi mwisho. Hakuna aliyewahi kuacha chembe. Hata mifupa inalalamika ukitaka kuitupa, moja alisema huku akicheka. Madame Sokbong, tafadhali nipe 5, mke wangu atanipiga nisipomletea. Isabela angecheka, akifuta jasho usoni mwake. Ongeza basi 6, ajue wewe ni mume bora, angejibu. Kilichoanza kama siri ya kijiji kikageuka hadithi ya kitaifa. Watu walisema nyama yake napona kichwa kuuma, uchovu, utansi, umaskini, hata maumivu ya moyo. Mwanaume mmoja alidai alipata kazi benki baada ya kulamba pilipili ya ngozi ya kuku wake. Mwanamke wa kijijini alisema mwanae mwenye kifaa aliacha kushtuka baada ya kunywa juisi yake baridi ya zoba. Madaktari walifika, wa biashara, wanasiasa, hata waigizaji maarufu wa filamu. Mwaziri alishuka kwa helikopta, akiinamu na kuomba kuku 50 na kreti ya vinywaji. Hakuna aliyejua siri. Walijua tu kuwa nguvu kubwa ilikuwa inawavuta pale. Na Isabela sasa alikuwa tajiri kupita kiasi. Kichako chake kilikuwa kikubwa zaidi, nguo zake zikiwa za kifahari, mwendo wake ukifuata ustarabifu. Lakini gizani, ndani ya ndoto zake, Mungu wa mtu alikuwa akimwangalia, akitabasamu. Lakini wakati kijiji kilipoanza kuingia kwenye kivuli cha hofu, bado hakuna aliyekoma kula. Mpaka siku moja, watu wakaanza kupotea. Kwanza kijana mdogo aliyokuwa akichota maji mtoni. Kisha wavuvi 2 wasiorudi. Mwanamke aliyokuwa akioga nguo hakurudi nyumbani. Kupotea 1, kawa 2, 3, hadi 10, kisha 15, 20. Minongono ikaenea. Kuna jambo baya, ni mto, watu walinong'oneka. Lakini bado kuku wa Madame Sokbong waliwafikia. Hata wakiwa na woga moyoni, walikula. Walijua ni hatari, lakini hawakuweza kujizuia. Harufu, ladha, ilikuwa zaidi ya mapenzi. Walikuwa si wateja tena, bali waabudu. Mwishowe habari zikafika Ikalu. Mfalme wa Omonachi aliitisha baraza la wazee. Akiwa na kofia nyekundu ya hukumu, uso wake ukijaa huzuni na hofu. Watu wetu wanapotea, alisema kwa sauti nzito. Hii si tetesi tena, ni vita. Tukiendelea hivi, kijiji chetu kitabaki kuwa simulizi za moto wa maziko. Wazee waliokuwa na majivuno zamani, sasa waliketi wanyonge kama majani makavu. Wakaamua kumtafuta mganga mkuu kutoka vijiji vimbali. Lakini kila mganga aliyefika alisema ukweli ule ule ya kutisha. Mungu wa mto wa Omonachi ameamka. Ameghadhibika. Ana nguvu, ana njaa na anataka kufuta kijiji chetu kizima. Hatuwezi kumpinga, mmoja alisema. Kama mngeleta jambo hili mapema, labda tungeweza. Lakini sasa amekuwa na nguvu kubwa mno. Hawezi kuzuiliwa. Mfalme hakuweza kulala kwa siku ndefu. Macho yamezama, ndevu hazijachombwa. Kila kona ya hekalu ilihisi kama laana. Ndipo mzee mmoja, Munkocha, akasimama polepole. Ewe mfalme, nimesikia habari za mtumishi wa Mungu mwenye nguvu. Ni mchungaji kutoka kijiji cha 3 kutoka hapa. Anasemekana aliwapona vipofu, akafukuza mapepo, hata kumfufua mtoto kwa wimbo mmoja.
Labda sasa ni wakati wa kujaribu nguvu nyingine. Mfalme akiwa hana njia nyingine, akikubali. Wazee wawili wakatuma kumleta mchungaji huyo. Wakati huo ndani ya kina cha mto, Mirima, mungu wa mto, alikuwa akiwatazama. Hapana, hili haliwezi kutokea, aliangua kwa sauti ya radi. Karibu naye, waliotoweka walikuwa wakielea majini. Si binadamu tena. Ngozi zao zilibadilika, macho yao yakimetamama bluu. Walikuwa wamekuwa wana wa bahari, watumwa wa mto milele. Goddess Milima akamgeukia binti yake Olama, mrembo, mwenye nguvu, binti wa mto. Kuna tatizo mwanangu, mtu wa Mungu anakuja, lazima tuchukue hatua sasa. Tufanye nini mama? Olama akauliza. Niache mimi, Milima akajibu kwa sauti nzito. Usiku ule, Isabela akiwa amelala kwenye kitanda chake cha hariri, akiwaza kuhusu jumba lake la ndoto hupo mjini, Milima akaonekana tena. Sauti yake ikatingisha kuta kama kimbunga. Umenitumikia vema Isabela, alisema. Isabela alishtuka. Unataka nifanye nini tena, Mungu mkuu? Akauliza. Ni wakati wa kutimiza agizo langu la mwisho, sauti ilitokea ikirindima. Kabla hajajibu, gunia kubwa la kuku likatokea mbele yake. Ngozi ya kuku iking'aa kama dhahabu, hewa ikitetemeka kana kwamba imechomwa na umeme. Hawa hawakuwa kuku wa kawaida, walikuwa wa kiungu. Hili, Milima alisema kwa sauti ya amri, ndilo gunia la mwisho tutakalopokea. Hii ni kuku maalum, sauti ya mungu wa mto ilivuma kwa uzito. Utaandaa kuku hawa alfajiri. Utawapa kila mkazi wa kijiji chakula hiki. Bure. Ni karamu ya mwisho. Isabela alishtoka. Bure? Kwa nini, Mungu wangu? Kwa sababu wataula kwa furaha. Maskini watashiba kwa mara ya kwanza. Wenye kiburi watainama. Na watakapokula wote, watawangu wote milele. Sauti ya Mungu hiyo ilibadilika kuwa nzito kama radi iliyofungiwa kwenye pango. Watazama ndani ya vilindi vyangu, katika ufalme wangu wa chini ya maji. Nitatawala nchi hii kutoka chini ya uso wa maji. Na wewe binti yangu, utakombolewa, utakuwa tajiri, hutatetereka tena. Unaweza kuondoka na mali zako zote, hakuna atakayekuzuia. Moyo wa Isabela ulianza kugonga kama ngoma za usiku wa masquerade. Ninamaanisha ninaweza kuondoka? Kweli kabisa. Ndiyo, mungu wa mto alitabasamu, macho yake yaking'aa kwa wazimu na tamaa. Basi, nitaadaa kwa furaha, Isabela akasema huku akiinama. Vizuri, sauti ikajibu. Hakikisha ni ladha isiyoelezeka. Weka pilipili nyingi. Acha harufu yake iwavutie wote kama nzi kwenye asali. Wala hatima yao kwa mikono yao wenyewe, maana huu ndio utakuwa kuku wa mwisho kabisa watakaowahi kuonja katika maisha yao. Na papo hapo mungu huyo akatoweka, akimwacha Isabela amekodoa macho kwa hofu mbele ya gunia la kuku wa kipepo. Alisimama taratibu, akatembea hadi sehemu yake ya kuchoma na kuanza maandalizi ya karamu itakayobadili historia ya kijiji cha Umunnachi milele. Usiku ule ulijagaza na upepo wa ajabu. Wakati wazee wa kijiji walifika kijiji jirani, taa za kibatari zilikuwa zikining'inia hawani, zikiumbishwa na upepo. Walipoingia kanisani, walimkuta mchungaji Obrera akiombea kundi dogo la waumini. Alipowaona wazee,
nyuso zao zikiwa jaa hofu. Aliinama kimya. Walimhakikishia kuwa watu wanapotea, maji yanazungumza, na watoto hawarudi nyumbani. Baada ya muda wa kimya, mchungaji alitamka, nimepata wito ndani ya roho, nitakuja nanyi usiku leo. Asubuhi ilipofika, walipanda gari lake lililokuwa limechoka, lakini likatembea kana kwamba linasukumwa na upepo wa mbinguni. Saa 12:30 asubuhi walifika hekaluni mwa mfalme wa Umunnachi. Mchungaji alisimama, akasema kwa sauti ya mamlaka, jambo baya linakaribia kutokea hapa. Tukichelewa, kijiji hiki kitaondolewa kwenye uso wa dunia. Lazima twende mtoni sasa hivi. Hakuna alithubutu kumpinga. Wakati huo mtoni Isabela alikuwa tayari ameanza kazi. Moto ukawaka, moshi ukapanda taratibu, harufu ya kuku waliowachanganya kwa viungo vya siri ikatawala anga. Watu walijaa kwa foreni ndefu, wengine wakibeba supiri, wengine mikono mitupu. Walikuwa tayari kula, wakiwa hawajajua kinachowangoja. Mchungaji Obrera alifika kwa kasi, akapaza sauti, simameni, hakuna atakayegusa kuku huyu. Kuku huyu amelaaniwa. Kilio cha mshangao kilipenya umati. Isabela alijifanya haelewi. Mchungaji, unamaanisha nini? Mimi nimekuwa nikilisha watu hawa kwa miaka. Kwani kuna kosa gani? Lakini macho ya mchungaji yalimetameta kwa nguvu ya kiroho. Unajua vizuri unachokifanya. Wewe ni chombo cha pepo. Tubu, ujinasiwe. Isabela alianza kutetemeka. Sijui namaanisha nini. Lakini kabla hajaendelea, mchungaji alinyanyua Biblia yake juu. Akaomba kwa lugha za moto. Ardhi ikatetemeka. Isabela akaanguka, akapiga kelele isiyo ya kibinadamu. Naungua, Mungu, niache, nitakiri. Umati ukanyamaza. Kwa maumivu makali, alianza kufichua yote. Alieleza jinsi alivyoitwa na Mungu wa mto Lilima, jinsi alivyotumia nyama ya kuku kuwatega watu, na jinsi chakula hicho kilivyotakaswa kwa madhabahu ya maji kabla ya kuchomwa. Watu walitetemeka, wengine wakatapika, wazee wakazimia. Ghafla anga likawa jeusi. Upepo mkali ulivuma, na kutoka mtoni akatokea Mungu wa mto Lilima, akiwa mkubwa, mwenye mwili unaong'aa kama jiwe lililoloweshwa, akiwa amezungukwa na binti yake Olama na jeshi la warembo wa majini. Mwanadamu mdogo, alitemea kwa sauti ya hofu, ondoka hapa kabla sijakuzamisha kwenye maji yangu. Lakini mchungaji hakusogea. Hakuna nguvu iliyo kuu kuliko ya Mungu ninayemtumikia. Mungu huyo alicheka kwa dharau. Unathubutu kunikabili katika himaya yangu? Basi kifo chako kinakaribia. Akapiga mikono yake, upepo wa giza ukampiga mchungaji. Lakini yeye akainua Biblia yake, akapaza sauti, Mungu na ainuke. Papo hapo mwanga mkali ukanurisha anga. Warembo wa majini wakapiga kelele na kutoweka mmoja baada ya nyingine. Maji yakaogeusi, yakaanza kuchemka. Mungu wa mto akabaki peke yake akipiga kelele za ghadhabu. Umenikosea heshima, sasa utalipa kwa damu yako. Lakini mchungaji akaweka Biblia usoni pake. Radi ikashuka kutoka angani, na kwa kilio cha maumivu Mungu huyo akatoweka kwa moshi mzito. Maji yakatulia. Watu wakapinga magoti, wakilia wakimshukuru Mungu. Isabela akapewa mikono, akalia kwa uchungu. Sikutaka kuwa hivi, alilia. Nilidharauliwa, nikateseka, nikachukiwa. Nilitafuta nguvu, nikamkutana naye. Mchungaji akaweka mikono kichwani, akasema kwa sauti ya utulivu, hata roho safi inaweza kupotoshwa na tamaa na maumivu, lakini rehema ya Mungu ni kuu kuliko laana yoyote. Isabela akaanguka chini kimya, huru. Mchungaji alikwenda kwa mfalme na wazee, akasema kwa sauti ya utulivu, wajua ukweli, miaka 100 iliyopita mababu wenu walitoa kafara za wana wao wa kwanza kwa Mungu wa mto.
Walidhani wataishi kwa amani, lakini damu ndiyo ijenga laana hii. Leo kizazi chenu kimekombolewa, lakini msirudie makosa yao kamwe. Moyo wa mwanadamu unapogeuzwa na tamaa huweza kumfanya mtumwa wa giza, lakini toba ya kweli na imani ya dhati vinaweza kuvunja minyoro ya laana hata iliyo ya kale zaidi. Usitafute nguvu kupitia njia za giza, kwa maana nguvu za kweli ziko katika mwanga.